Ambieni waje, ni lazima wala sio hiari. Analifanya hili zoezi kuwa la hiari, sio hiari, ni lazima waje hapa. Kama kuna mtu anawadanganya, awe mwenyekiti wa kitongoji, kamata, weka ndani, na hao unaongoza Mwembembe mkamkamata, hao watafanya shughuli yao. Ni wa kata ya Utalingolo na ni vijana kama unavyoona wenye siha na afya njema, na wao wenyewe wamekuja wakiwa radhi kabisa kuja kupata mafunzo siku ya leo kwa ajili ya kuongeza uzalendo na ukakamavu kuendelea kuitumikia nchi yao, lakini pia itasaidia katika kazi mbalimbali katika kata hii ya Utalingolo na pale ambapo watahitajika kwa ajili ya kazi za kitaifa. Naamini kwamba mpo hapa, mtakuwa wasikivu, mtakuwa waelewa, mtajifunza, hamna atakayetoroka, na mtawaambia na wenzenu waweze kuja hapa kupata mafunzo. Ila zaidi ni mshukuru mshauri pamoja na wenzake kwa mafunzo wanayoenda kuyatoa. Mimi niwatakie kila laheri, lakini pia niwaombe mafunzo mnayoyapata siku ya leo na mambo yote mtakayoenda kujifunza myatumie kwa ajili ya ujenzi wa taifa na kulinda amani ya taifa. Hiyo ndo kazi kuu ambayo itakuwepo nanyi baada ya mafunzo haya. Kwa wilaya tutumie fursa hii adhimu kabisa kukukaribisha kwa ajili ya ufunguzi rasmi wa mafunzo haya ya mgambo, au kwa jina jingine tunasema jeshi la akiba, kwa sababu nakumbuka 1978 wapo waliokwenda kupambana na Nduli Idi Amin Dada walikuwa ni mgambo. Kweli sio kweli jamani? Kwa sisi ni jeshi la akiba. Kwa nikushukuru sana kwa kuja kiurasmi kwa ajili ya kufungua haya mafunzo katika kata ya Utalingolo. Ni imani yangu kama alivyotangulia kusema katibu tawala, sasa tutakuwa na jeshi la akiba, tutakuwa na jeshi la mgambo. Kitu cha kwanza namba moja, maanake ni kulinda amani ya Tanzania. Hapo vipi jamani? Ni kulinda amani ya asiwepo yoyote atakayetaka kuharibu amani tulionayo hapa Tanzania. Jambo la pili, tunapolinda amani, manake wanaotuvurugia amani pia ni hawa wezi, vibaka, wadokozi. Hapo sawa sawa kwa hiyo imani yetu sasa, tuna jeshi lilo kakamavu kwamba sasa katika kata ya Utalingolo baada ya kumalizika, na hata ikiwa kwa wakati huu, tuseme wezi na vibaka, wadokozi, bye bye. Hebu tuseme haya, wezi, vibaka na vidokozi, bye bye. Fanya hivi mkono kabisa, na iwe bye bye kweli, na iwe bye bye kweli. Mimi kama diwani wa kata husika na mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katika vitu ambavyo navichukia na sivipendi ni wezi. Awi Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba utambue kwamba jeshi hili la mgambo linaundwa na vijiji vitatu, lakini kichama ni matawi manne. Ninaomba pengine utambue kwa kuwaona na kuwafahamu, lakini wapo ambao wamekuja kupata mafunzo lakini wanatoka nje ya kata ya Utalingolo. Jeshi la akiba wilaya ya Njombe, vijana hao waliokuwa hapa mbele tulianza kuwakusanya rasmi kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6, na mpaka kufikia sasa hivi wana zaidi ya mwezi mmoja, lakini tayari zoezi hilo lilikuwa special kwa Tanzania hii. Hakuna sehemu ambako tayari tulikuwa tumeanza kuwakusanya vijana, ni zaidi ya Njombe tu. Walileta maombi yao na maombi yao sisi tukayapeleka kwa hatua, na nafikiri mkuu naye pia nilikuambia, na tukaendelea kuwakusanya.
vijana hao wamekuwa wasikivu, lakini vijana hawa wameundwa kwa vijiji hivi vitatu na walileta majina yasiyopungua 350, lakini mpaka sasa hivi pana nusu ya idadi ya 350. Kwa hiyo kwa kibali chako ambako mimi sio mzungumzaji, nafikiri utatoa kauli hapa leo. Mimi sina mengi kwa sababu tayari hata ifraki ilikuwa inanikataa, labda mwenyekiti ambaye ndio kamanda wa jeshi la akiba wilaya uendelee kuhamasisha vijana. Asante. Wananchi nao wamesogea mahali hapa kuwaona vijana wao walio tayari kwa ajili ya mafunzo ya jeshi la akiba. Mafunzo haya ukiangalia kwa msingi mkubwa, kwanza yanatujengea hali ya kujiamini, uzalendo, kutumika kwa ajili ya wewe mwenyewe, jamii yako na nchi yako. Mafunzo haya ndio maana ni muhimu sana kwa ajili yetu sisi sote. Yanatolewa tu kupitia jeshi la akiba. Ambayo kwa sasa katika nchi yetu ni kamandi inayojitegemea. Kwa hiyo JW, JKT, jeshi la akiba wana vijana wanaandaliwa kuwa wakakamavu, watafundishwa uzalendo wa nchi, watafundishwa namna ya kushughulikia mhalifu na ukamataji wake, watafundishwa mbinu za medali za kivita, aidha kwenye miji au maporini, lakini watafundishwa hata namna ya kutumia silaha. Kwa hao watazijua silaha. Unaambia AK47, unaanza kuulizwa swali, ilianzishwa lini? SMG, RPG, na mwambie kabisa temu tunataka RPG, utafute mlima mzuri ili siku hiyo ikiunguruma wajue kwamba hawa vijana wetu wako vizuri. Nikawa la RPG inaweza katungua hata ndege. Hiyo mtafundishwa na upigaji wake. Kwa nini mnaanza kufundishwa mafunzo ya kijeshi? Ndio maana nyinyi mnaitwa jeshi. Limewekwa reserve tu la akiba. Kila nchi ina reserve, army reserve. Mimi ninawashukuru sana ninyi mliojitokeza. Hamjakosea, mmefanya uamuzi mzuri. Na hata juzi tumepeleka baadhi ya vijana wameenda kujiunga na jeshi la wananchi ambao walipata mafunzo mwaka jana. Nachukua sisi kapeleka watu wetu, hata kuchukua mtu ambaye hakwenda kwenye mgambo. Sisi tulichukua wakwetu, asili wako huko, ajira yao huko. Sasa wale tutawashangaa wengine, nafasi za jeshi la akiba zinatangazwa wanakuja sasa. Mimi ukimuuliza nataka niwe mzalendo, mzalendo wapi? Kujitolea tu kwenyewe hata kwenye mafunzo ya jeshi la akiba imekushinda. Nataka uwe mzalendo gani? Alafu mzazi ataanza kupiga simu, mwanangu bwana ameachwa, ameonewa. Mbona hajaje kukimbia? Amemaliza form 4, siaje hapa? Yaje hapa ili nafasi zikitoka hata mwezi wa 7, wa 8, wa 9 tuanze kumfikiria kwamba huyu kweli ni mzalendo yuko kwenye jeshi. Yaani sisi tunataka tuache sisi hao tuanze kutafuta wengine. Uzalendo gani tutaanza kuupima? Tunaupimaje uzalendo? Tunaupima namna gani uzalendo? Wapo watu wako wanaanza kulalamika, watu kuna watu wao, hakuna watu wao. Uzalendo ni huko.
na nimeshangaa vijiji vingine hawajaje. Hasa wenye viti wa vijiji, waambieni waje. Hawa wakimaliza mafunzo nitawaruhusu wakawasake wote, alafu hawa watawapa mafunzo tena bila kujuana. Ndio nawaambieni sasa, kwa ni heri waje, ili namba siku inapofika siku ya mwisho wawe wameshazidi 100 na kitu. Kwa mtendaji wa kata yuko, aha, waambieni waje, ni lazima wala sio hiari. Analifanya hili zoezi kuwa la hiari, sio hiari, ni lazima waje hapa. Kama kuna mtu anawadanganya, awe mwenyekiti wa kitongoji, kamata, weka ndani, na hao unaongoza mwembembe mkamkamata, hao watafanya shughuli yao. Tunatengeneza vijana wa kisasa walio na nguvu ya kupambana kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya nchi yao, kwa ajili ya jamii yao. Tunatamani vijana eti wakae mtaani, haiwezekani. Watendaji wa kata wamfereke hivyo, wa kijiji wamfereke hivyo. Mtendaji wa kijiji ndio wewe? Mtendaji ana uzuri. Mtendaji uko? Watu wako wachache kiongozi, kawalete, la sivyo nitaendesha operation mwenyewe, kwa sababu otherwise wewe tutakwambia ukimbie hapa. Ni ukweli kabisa nasema. Nimeambiwa kwenye viti wengine wamezuia watu wao. Ni mambo ya kipuuzi. Kwenye viti wengine wamezuia watu wao. Zamani Mheshimiwa Dio, najua hujai kuniambia, ila mimi na taarifa zangu. Kwenye viti wa vijiji wamezuia watu wao. Alafu vijana wanapofanya mambo ya ovyo kwenye mtaa wa kwanza kulalamika. Hicho kijiji kitakuwaje salama kama vijana hatujawafundisha hata kulinda kijiji chao? Mwenyekiti wa kijiji ni kuwalinda wananchi wao na mali zao. Sasa yeye hataki kuandaa vijana wake kwa ajili ya kulinda mali na wananchi wenyewe. Anafaa kuwa mwenyekiti wa kijiji? Ndio nasema anafaa. Mimi nasemaga ukweli, huyu hatufai, kwa sababu kazi yake mojawapo ni kuwalinda watu waliokabidhiwa na mali zao pale, kuhakikisha usalama kwenye kijiji chake uko vizuri. Sasa yeye ndio wa kwanza kusema mimi sitaki ulinzi, halafu mimi nikija hapa nisema mwenyekiti uko vizuri sana. Sio mimi. Mara tunaona mtu ameuawa, mwenyekiti wa kijiji asema sijui. Na ole wao waliozuia hiki kitu yasitokee matukio mabaya kwenye vijiji vyao. Yakitokea atajua kwamba kumbe hao jamaa wanakatazaga watu wasifanye mafunzo haya ili wana mambo yao, tutawahoji vizuri. Yakitokea mambo mabaya kwenye vile vijiji ambao hawajahamasisha, wa kwanza watu wa jeshi la polisi kushughulika nao ni hawa, kwa sababu ni dalili zao hizo. Nasema ukweli. Mko timamu? Kazi yangu mimi ni kuwatetea ninyi, na mimi ndio mlezi wenu. Tutawatetea, tutawalea. Ipo na changamoto tuwasiliane, lakini tutawalea.